inabadilishwa, inatuleta taarifa nyingine, hasa wale ndugu zetu. Sasa na nifanya mimi nishinde kuona kwa haraka nani mkorofi yani katika hawa jamaa wawili, japo mwanzo wakati anazabwa mfululizo anazabwa huku na huku, nikaona kwamba wenda yeye ndio anayeonewa, lakini sasa kwa kinachoendelea nahisi kama vile labda yeye ndio mkorofi. Sababu huwezekani uwaambie watu kwamba haya sawa, basi tumemaliza utata, tunafungua njia, pitisheni bidhaa zenu, alafu watu wakipita tena unakuja unalipua. Tulikuwa tunazungumzia issue ya Marekani na Iran. Okay. Kwenye ule mfereji wa kupitisha mali pale. Sasa tulizungumza ishu moja. Jeshi la Marekani linasema kwamba halitaondoa wanajeshi wake pale kwenye mfereji wa Hormuz mpaka wakubaliane kutoka kwa Trump. Lakini wakati huo pia Iran nao wanasema kwamba wapo imara na wamejiandaa kwa lolote. Yaani wao kama mbwai basi endelee kuwa kama kuharibika kama imeharibika endelee kuharibika, ambapo Rais wa Marekani Donald Trump amesema kuwa nchi yake haitaondoa kizuizi ilichoweka kwenye bandari ya Iran hadi pale makubaliano rasmi yatakapofikiwa na serikali ya Tehran. Akizungumza kupitia ukurasa wake wa Truth Social, Trump amesisitiza kuwa hatua hiyo inaathiri vibaya uchumi wa Iran, akidai kuwa Marekani ipo katika nafasi ya ushindi mkubwa kwenye mzozo huo. Shauna, kauli hiyo imekuja wakati kukiwa na hali ya sintofahamu kuhusu uwezekano wa kuendelea kwa mazungumzo mapya ya amani kati ya pande hizo mbili. Ingawa kuna makubaliano ya muda ya kusitisha mapigano yanayotarajiwa kukamilika Jumatano ya wiki hii, bado haijathibitika kama awamu ya pili ya mazungumzo itafanyika kama ilivyopangwa nchini Pakistan. Wakati huo huo, hatua kali za usalama zimeimarishwa katika mji mkuu wa Pakistan kuelekea mkutano huo. Makamu wa rais wa Marekani J.D. Vance anayetarajiwa kuongoza ujumbe wa Marekani bado hajaondoka Washington, huku upande wa Irani ukieleza kuwa hautachukua uamuzi wa mwisho kuhusu kushiriki mazungumzo hayo. Si ushanifahamu hapo? Wao Irani wanasemaje? Irani wanasema kwamba mvutano unaoendelea kuongezeka huku muda wa makubaliano ya kusitisha mapigano kati ya Marekani na Israeli na Irani ukikaribia kuisha bila ya dalili ya wazi za kuanza kwa mazungumzo mapya ya amani. Spika wa bunge la Iran amesema kupitia mtandao wa X kwamba taifa hilo limekuwa likiandaa mkakati mpya kwa ajili ya uwanja wa vita katika wiki mbili zilizopita, akisisitiza kuwa halitakubali kufanya mazungumzo chini ya vitisho. Kwa upande mwingine, rais wa Marekani Donald Trump amekanusha madai kuwa anakabiliwa na shinikizo la kufikia makubaliano mapya. Wakati huo huo, ripoti kutoka vyombo vya habari vya Marekani vinaeleza kuwa makamu wa rais J.D. Vance anatarajiwa kusafiri kwenda Pakistani kwa mazungumzo ya kidiplomasia yanayolenga kupunguza mvutano huo. Katika eneo la Ghuba, hali imeendelea kuwa tete baada ya Marekani kuimarisha ulinzi katika mlango wa Hormuz kufuatia kukamatwa kwa meli ya mizigo yenye bendera ya Irani, huku kila upande ukituhumiana kwa kukiuka makubaliano ya kusitisha kwa mapigano. Wakati huo huo, juhudi za kidiplomasia zinaendelea kwingineko, ambapo duru ya pili ya mazungumzo kati ya Israeli na Lebanoni inatarajiwa kufanyika Alhamisi, kulingana na afisa mmoja wa Marekani, ambapo wao Marekani wametuambia Jumatano
hawa huku wanasema Alhamisi, na ndio maana wanazungumza kwamba basi tumesitisha, alafu meli mojawapo ikipita au meli zikipita wengine wanazishuti. Shughuli hiyo mpaka sasa kuna